There are altars that keep speaking throughout our lifetime. Kuna madhabahu ambayo unena maishani mwetu. And we have been looking at understanding these altars. Na tumekuwa tukiangalia jinsi ya kuelewa haya madhabahu. And one of the most interesting scripture is John chapter number 4. Na andiko moja ni katika Yohana sura ya 4. And I think this is one of the most important scriptures that a church need to understand. Na hili ni andiko ambalo ni muhimu sana kwa kanisa kuelewa. About Jesus and the Samaritan woman. Habari za Yesu na mama Msamaria. Amen. There are people here with testimonies. Kuna watu hapa mna shuhuda. You have testimonies of what God is doing here. Una ushuhuda wa kile Mungu anatenda hapa. And there are people who I was sent for in this city. Na kuna wale watu nilitumwa kwa ajili yao hapa. Jesus had to go to Samaria because of only one woman. Hata Yesu ilibidi aende Samaria kwa sababu ya mama mmoja. Jesus had to go to the land of the Gadarenes. Ilibidi Yesu aende katika nchi ya Wagerasi. Because there was one man who lived in the tombs. Kwa sababu kuna mtu mmoja aliyeishi makaburini. So I know there is a person I was sent for in Nairobi. Najua kuna mtu nilitumwa kwa ajili yake hapa Nairobi. I don't know who they are. Sijui ni nani. But your days of sorrow will come to an end. Lakini siku zako za kuhuzunika zinaisha. You have been prayed for in every place. Umeombewa karibu kila mahali. But this will be your last bus stop. Lakini hii ndio itakuwa stage yako ya This will mwisho. be your last bus stop. Hii ndio stage yako ya mwisho. People have asked you, where is your God? Watu wamekuuliza wapi Mungu wako? But God will answer them by fire. Mungu atawajibu kwa moto. When Nebuchadnezzar joked with this God, Wakati Nebukadneza alicheza na huyu Mungu, he told Shadrach, Meshach and Abednego, akaambia Shadrach, Meshach na Abednego, let me know which God acha nijue ni Mungu yupi that can deliver you from my hand. atakaye watoa mikononi mwangu. Let me see which God Wacha nione ni Mungu can yupi deliver you from my hands. atakaye watoa mikononi I want to mwangu. tell you there is a God in heaven. Nataka kukuambia kuna Mungu He is mbinguni. never too late. Yeye hachelewi. He is never too late. Hachelewi. If you read Galatians 4:4, Ukisoma Wagalatia 4:4, the Bible says, and in the fullness of time, Biblia inasema kwa utimilifu wa when the wakati, fullness of time was come, ulipowadia utimilifu wa God wakati, sent forth Mungu akamtuma his son. mwanawe. And also, Na pia in the fullness of time, ulipowadia utimilifu wa wakati, Moses had to go back Musa ilibidi arudi to Egypt Misri and deliver Israel. ili akomboe In the Israeli. fullness of time. Katika utimilifu wa May wakati. this be your fullness of time. Wacha leo iwe utimilifu wa wakati I say, wako. may this be the time Wacha huu uwe ndio in wakati the calendar of God katika kalenda ya that is Mungu called the fullness of your time. ambao ni utimilifu wa wakati And wako. when God decides to visit you, Naye Mungu akiamua kukutembelea, even your neighbors will know. hata majirani zako watajua. Even your neighbors will know. Hata jirani zako watajua. And when you see your neighbor getting blessed, Na ukiona jirani yako anabarikiwa, your neighbor, jirani yako, jirani yako, then God is in the neighborhood. inamaanisha Mungu ako hapo kwenu. Hey, Amen. when you see your neighbor driving, Ukiona jirani yako amenunua it gari, means God is in the neighborhood. inamaanisha Mungu ako hapo And kwenu. that is what will happen here. Na hiyo itatendeka In the hapa name of Jesus. kwa jina la Yesu. God was going to Sodom. Mungu alikuwa akienda Sodoma, And as he was going, na akiwa njiani he saw Abraham sitting somewhere. akaona Ibrahimu ameketi mahali. And Abraham said, please come in. Ibrahimu akamwambia tafadhali He karibu. said, it's okay, let's go in. Akasema ni sawa, acha He tuingie. said, prepare something for my guests. Waandalie wageni wangu chakula. When they had eaten Wakisha kula and they got the toothpicks, na wakachukua toothpick, they said, now where is Sarah? wakauliza yuko wapi mke wako Sara? We are going to Sodom. Sisi tunaenda Sodoma. Tell her, Ambia mke wako Sara, I don't need to lay hands. hata si lazima nimwekelee I mikono, don't need to call her from the kitchen. nimwite tu kutoka Just jikoni. tell her. Mwambie Next year, like mwaka ujao kama leo, this Thursday, kama Alhamisi hii, I'll hear a baby cry here. nitasikia sauti ya mtoto. The next year, Mwaka ujao as I come to the city, ninapokuja mjini, you will park your car here. utakuwa na gari lako hapa. I say I'll open your house in Kitengela, Nitafungua nyumba yako in Kitengela Roiro,
na Ruiru. I pray for somebody Na here. kuombea. If I was sent for you, Kama nilitumwa can you kwako. shout an amen like thunder? Amen. You can't go around the same place Hakuna vile utazunguka mahali year pamoja. after year. Kila mwaka. Year after year. Kila mwaka. Today may the Hallelujah. may your rago se tayanda. Hallelujah. I pray for a woman here. Naombea mwanamke hapa. Men have used you. Wanaume wamekutumia. Today Leo it marks the end. ndio mwisho. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You will not apply Hautauliza and be disapproved. na unyimwe. You will be approved this time. Utakubalika wakati In huu. the name of Jesus. Kwa jina la There are Yesu. altars Kuna that have madhabahu been speaking in the lives of people. yanayonena maishani mwa watu. You are a believer. Wewe umeokoka. You fast. Unafunga. You pray. I know the power of prayer. Najua nguvu zilizo katika maombi. I know the power of fasting. Najua nguvu zilizo katika I know kufunga. the power of tithing. Najua nguvu zilizo kwa fungu la I know kumi. the power of offering. Najua nguvu zilizo kwa kutoa I sadaka. also know Ninajua pia how sacrifice works. vile dhabihu inatenda. I know how altars work. Najua vile madhabahu yanatenda. And today I pray Leo that ninaomba by this revelation kwa ufunuo huu you will enjoy the grace. utafurahia neema. John chapter 4. Yohana sura ya 4. John chapter 4. Yohana sura ya 4 I'm reading verse 20. kuanzia mstari wake. We know the story. Tunaijua hii hadithi The Samaritan woman. ya mama Msamaria. We know this woman as a prostitute. Tunamchukulia huyu mama kuwa kahaba, She is a husband snatcher. kama mtu wa kuiba waume za wenyewe. Did you know this woman is in the lineage of Jesus? Ulijua huyu mwanamke ako katika ukoo wa Yesu? She is part of the lineage of Jesus. Yeye ni miongoni mwa watu wa ukoo wa Yesu. Our fathers worshipped. Baba zetu So waliabudu. what she's telling Jesus, Kile anamwambia Yesu, there is an altar you are not aware of, kuna madhabahu ambayo wewe hauna where habari, my fathers worship. mahali baba zangu waliabudu, And that is the altar that controls my life. na hayo ndiyo madhabahu yanatawala maisha It yangu, manipulates the systems of my life. na ndiyo yanaamua desturi ya maisha Our yangu. fathers worship. Baba zetu waliabudu. So the mode of worship Kwa hivyo jinsi ya kuabudu is derived from ancestral altars. inatokana na madhabahu ya mababu. It is derived from the way your ancestors worship. Inatokana na vile mababu zako So waliabudu. there are altars in our ancestry Kwa hivyo kuna madhabahu ya mababu zetu, whose work is to punish. kazi yake ni kukupiga, And there is nothing as bad na hakuna kilicho kibaya as for a believer kama wewe muumini to come from a polygamous altar. umetoka kwa madhabahu ambako kunaolewa wake They wengi, were marrying many wives. walikuwa wakioa wake wengi kwenu, I promise you, na kuahidi if your grandmother was a third wife, ikiwa nyanya yako alikuwa mke wa your tatu, mother was a second wife, mama yako alikuwa mke wa pili, and you are now a slave queen, na sasa wewe ni mpango wa kando, you are going nowhere. hauendelei popote. I'm telling you the truth. Na kuambia hakika, If these powers don't bury you, hizi nguvu zisipokuzika it will bury your children. zitazika watoto wako. I know what I'm talking about. Ninajua kile ninamaanisha. My father-in-law had 2 wives. Baba ya mke wangu alikuwa na wake My wawili, grandfather had 2 wives. babu yangu alioa wake And wawili, when I look at both families, na nikiangalia familia zetu from my zote, wife and my life, familia yangu na ya mke the wangu, battle that has been there vita ambavyo vimekuwa are altars of polygamy. ni madhabahu ya kuoa wake From the wengi. side of my wife, Upande wa mke wangu, all her sisters, dada zake they wote, are in their third marriages. kila mmoja ako kwa ndoa ya tatu sasa. Why? Kwa nini? Altars of polygamy keep speaking. Madhabahu ya kuoa wake wengi inanena. We had to stand and fight this battle. Inabidi tuingie kwa hii vita. 29 years now we are married. Miaka 29 tuko kwa ndoa, It is not because of just prayer, na sio kwa sababu tu ya but maombi, it's to tell the altar of polygamy ni kuambia madhabahu ya kuoa wake in wengi the bloodline. yaliyo kwa You familia. shall not arrest the oracle. Hautamshika You will orako, not arrest his wife. hautashika mke In the wake, name of Jesus. kwa jina la And Yesu. I pray for somebody here. Ninakuombea Whatever makes your marriage scatter, kinachoharibu ndoa yako it shall be broken. kitavunjika. Raise your hand and say, my Father, my God, Baba Mungu wangu, altar
altars of polygamy madhabahu ya kuoa wake that are wengi punishing me, yanayonipiga you shall release my life. yataachilia maisha yangu. Somebody say, I hear you. I hear you. There are altars. Kunayo madhabahu They cannot punish your marriage. hayatapiga ndoa yako. You have a good marriage, Ndoa yako iko sawa, but poverty becomes your relative. lakini umaskini unakuwa kama ndugu yako. It's like you are married to poverty. Ni kama umeolewa na umaskini. Marriage good, Ndoa iko sawa, but there is poverty that you cannot escape. lakini una umaskini ambao hawezi There jitoa. are people when altars speak, Kuna watu madhabahu ya kinena, your marriage is good, ndoa yako iko sawa, you are have money, una pesa, but lakini sickness don't leave you. magonjwa hayakuachilii. There is something always. Kuna kitu daima. There are others, Wengine your family is good, familia yako iko sawa, you have money, una pesa, you are healthy, una afya, but your firstborn is a drug addict. lakini mzaliwa wako wa kwanza ni mlevi. There is always something. Daima kuna kitu. You have money, Una pesa, marriage is good, ndoa iko you sawa, are healthy, una afya but nzuri, all your 3 daughters have babies lakini wasichana wako watatu wana watoto in the house. kwako nyumbani. There is an altar speaking. Kuna madhabahu May yananena. that altar be silenced. Hayo madhabahu ya May nyamaze. that altar be silenced. Hayo madhabahu ya May nyamaze. that altar be buried today. Hayo madhabahu ya zikwe leo. Somebody say, my father, my father, Baba yangu, baba I yangu, am tired nimechoka of this punishment. na hii adhabu. I am tired Nimechoka of this na punishment. haya mapigo. Hey, Amen. so there are altars that can keep a whole community beggars. Kuna madhabahu yanaweza fanya jumuiya nzima wawe maskini, Keep all the families. watu wote wa familia. I was praying for a girl, yes, Tuesday on the deliverance service. Nilikuwa naombea msichana siku ya Jumanne, She was brought. aliletwa. She has cervical cancer, 19 years. Ana miaka 19 na ana cervical I cancer. said it can't happen. Nikasema hii There must be haiwezekani. a source. Lazima kuna chanzo. And the lady who brought that is her sister. Na dada yake aliyemleta Said my mother died of akasema cervical cancer. mama yangu alikufa bado kwa hiyo cervical And I cancer. said that is not the beginning. Na nikasema haikuanzia hapo. Said also my grandfather Hata babu yangu died of cancer. alikufa kwa kansa. I pray whatever followed your grandmother, Kilichofuata nyanya whatever yako, followed your grandmother, kilichofuata nyanya it shall yako be arrested today. kitashikwa leo. May it die. Kife, May it die. kife, May it die. kife. At 19 years, Msichana wa miaka 19 cervical cancer. ana cervical cancer Because the mother died of kwa cancer. sababu ndio iliua mama The grandfather also had cancer. na ndio iliua babu. And always we think Na huwa tunadhania these are normal sickness. haya magonjwa ni They are kawaida. not normal. Siyo kawaida. Your spirit man is born again, Mtu wako wa ndani ameokoka, but your blood need deliverance. lakini damu yako inahitaji I said ukombozi. your blood, Damu it yako needs deliverance. inahitaji That ukombozi. whatever is in the family line, Kilicho kwa familia yenu, when the Lord sees the blood of Jesus, Bwana akiona damu ya Yesu, that curse will jump you. hiyo laana itakupita. May you be exempted. Wewe May uepuke, you be exempted. wewe utaepuka. Amen. Listen, I had seen a family, Nimewahi ona familia 3 daughters. wasichana They are watatu all sisters. ambao ni madada They are in the UK. wako Uingereza, 3 sisters. wadada All watatu of them are divorced. na wote waliolewa And wakaachwa, the 2 in Africa are also divorced. na wale wawili wako Afrika pia And when wameachwa. you go right beyond, Na ukiangalia zaidi, the mother was a divorcee. mama yao pia aliachwa na mmewe. There is a power Kuna that nguvu will not allow ambayo haitaruhusu a man to stay near you. mtu akae karibu na wewe, It will not allow haitaruhusu a marriage ring. ndoa ama pete ya ndoa. I prayed for a lady. Nikaombea msichana, When is a married lady. ni mtu ameolewa. When I was just praying, Nilipokuwa my ninamwombea, secretary was in the office. sekretari wangu alikuwa ofisini. When I'm praying for her, Wakati she namwombea, removed the ring and threw it in my office. akatoa pete yake akaitupa kwa ofisi. Hey, these are demons said you can't stay in this marriage. Haya ni mapepo yanasema hautakaa kwa ndoa. My secretary had to look for it. Nikamwambia aitafute, We put it back. tukamrudisha.
Then she relaxed. akatulia, She realized she's in my office. akagundua kumbe yako kwa ofisi yangu. I started prayer again. Nikaanza kumwombea Every tena. power that want to divorce you, Kila nguvu zinazotaka out of your uache, marriage, utoke kwa ndoa catch yako, fire. She zichomeke. removed the ring and threw it again. Akatoa ile pete akaitupa tena. Hey, Jesus Christ. Am I talking to somebody? Amen. This is a silent power. Hii ni nguvu ambayo imenyamaza. And when I'm praying this, Na wakati ninamwombea it's hivi, because the husband has another wife. kumbe mume wake ameoa mke mwingine And they have 2 children. na wamezaa naye watoto wawili. So anytime I pray, anatoa pete anatupa, and she's the first wife. Na yeye ndiye mke wa kwanza. Faithful in the church. Na ni mtu ambaye ni mwaminifu kanisani. Hey, somebody say, I shall silence these powers. Nitanyamazisha hizi nguvu. Somebody say, I shall silence. Nitanyamazisha. And if you ever found that you lost your ring, Na ukawahi kuta pete yako ilipotea, hey, problem. kuna shida. Problem. Kuna You shida. can't tell where your ring, marriage ring. Haujui pete yako ya ndoa ilipotelea That is wapi. when you are divorced without knowing. Hiyo inamaanisha uliachwa bila kujua. Ukaenda kwa hoka ukanunua ingine. Actually uliolewa na hoka bila kujua. Ukanunua kwa hoka tu kavaa. Hey, you began a war of divorce there. Unaanzia vita vya talaka hapo. Am I helping somebody? Amen. There are things you don't assume in this world. Mambo mengine haustahili kupuuza. You don't assume. Usiyapuuze. You can win this battle. Unaweza shinda hivi vita. I said you can win this battle. Unaweza shinda hivi If vita. Jesus won, Ikiwa Yesu you alishinda, can also win. wewe pia utashinda. Hey, Amen. Bwana atukuzwe sana. Amen. In the Bible, Katika Biblia we have believers, kuna wale ni waumini, we have Christians, kuna Wakristo, we have also what is called the saints. na kuna wale wanaitwa wateule. Manielewa? Aha. Saints. Wateule. Many of us are believers. Wengi wetu ni waumini. We are believers. Sisi ni waumini. We are not saints. Sisi hatujakuwa We wateule. are believer. A believer is a person who believes. Muumini ni yule mtu anaamini tu. Did you know that even Satan believes and Unajua hata and shetani, trembles? shetani anaamini hadi So we anatetemeka. must move from now believing in God. Toka sasa kiwango cha kumwamini All Mungu. the letters of Paul, Waraka wote wa Paulo he didn't write to believers. hakuandikia waumini, To the saints anaandikia wateule in Corinth. walio To Korintho. the saints. Wateule, Hey, to the saints. wateule. So how do I become a saint? Mimi nitafanyikaje mteule? Psalms 50 verse 5. Zaburi 50 mstari wa 5. Follow me closely. Nisikize kwa makini. Hey, can we read together with the loudest voice? 1, 2, 3. Gather my saints together unto me. Aha. Those that have made a covenant with me by sacrifice. That's how you become a saint. Hivyo ndivyo unabadilika kuwa mteule. Hey, Paul was writing to saints. Paulo aliwaandikia wateule. To the saints in Corinth. Wateule walioko To Korintho. the saints in Ephesus. Wateule walioko Efeso. To the saints. Wateule. Hey, who are these? Hawa ni akina They have nani? already made a covenant by sacrifice. Ni wale wamefanya agano na Mungu kwa There dhabihu. are battles you cannot win by prayer. Kuna vita hautashinda kwa maombi You tu. win by sacrifice. Unashinda kwa dhabihu. Now listen. Hebu sikiza. God called Abraham Mungu akamwita Ibrahimu. at 75 years. Ibrahimu akiwa miaka 75. 75 years. Miaka 75. He walked with God Akatembea na Mungu for another 24 years. miaka ingine 24. 24 years. Miaka 24. And that is when God now established him in a covenant. Na hapo ndipo Mungu akamthibitisha katika agano. In Genesis 17. Katika Mwanzo sura ya 17. Follow me closely. Nisikize kwa makini. And when Abraham was 99 years old, Naye Ibrahimu alipokuwa miaka 99, the Lord appeared to him. Bwana akamtokea. Tell your neighbor, you are not too old. Wewe haujazeeka bado. God is interested in you. Mungu ana haja na wewe. Hey, 99 years. Miaka 99. And the Lord appeared to him and he said, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia. number one, he's introducing himself. Kwanza Mungu akajitambulisha kwake. I am the Almighty. Mimi ni Mungu Mwenyezi. Somebody say, I am. I am. Somebody say, I am. I am.
That is the name of God. I am ni jina la Mungu. It's one of the most powerful names of God. Na ndiyo jina ambalo ni la Mungu na lina nguvu. I am. I am. And he has also involved you in the I am. Naye Mungu amekuhusisha wewe katika hilo jina lake I am. And that is why he says, Na ndiyo akasema, let the poor say, I am rich. let the weak say, I am strong. so he commanded Mungu anaamua that you put his name aweke jina lake before you confess what you want. kabla ya wewe kusema kile unataka. Let the weak say. I am strong. Aha. In other words, Kwa maneno mengine, you are saying I am, that is God is strong. unasema I am ambaye ni Mungu ana nguvu. And that God lives in you. Na huyo Mungu anakaa ndani yako. Let the weak say, I am strong. Let the unmarried say, I am married. Amen. hey, that is how God operates. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. I am. Mimi ndimi. I am. Somebody say, I am. Mimi ndimi. I am money. I am money. Aha. This is what theologians can tell you. Hii ni kitu wanatheolojia hawawezi kuambia. Because they believe this is a mistake. Wanaamini ni kosa. It's not a mistake. Na sio kosa. I am. Mimi ndimi. I am healed. Mimi ndimi nimepona. You use I am. Utumie hilo jina mimi ndimi. It becomes what you say, it becomes you. Na kile utasema kitakuwa hivyo. He says, I am the Almighty. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu. And Jesus used the same. Yesu pia akatumia hilo jina. I am the way. Mimi ndimi njia. I am the truth. Mimi ndimi I ukweli. am the living water. Mimi ndimi maji yaliyo When hai. he came to our Lazarus, Alipofika kwa Lazaro, he said, akasema, if Lazarus will come out, ikiwa Lazaro atatoka, I'll take the name of my father. nitatumia jina la baba yangu. I am Mimi ndimi the resurrection. ufufuo. And he will come out. Na Lazaro atafufuka. Are you understanding? Amen. I am the resurrection and life. Mimi ndimi uzima na ufufuo. Lazarus encountered I am the life. Lazaro akakutana na mimi And uzima. he jumped out. Na akatoka. I am that I am. Mimi ndimi He nilie. told Moses, Akamwambia Musa, when you go to Pharaoh, ukienda kwa Farao. Pharaoh doesn't know me. Farao hanijui mimi. But the children of Israel, Lakini wana wa Israeli, you can make a point of reference. unaweza kuwaambia, I am the God of their father. mimi ndimi Mungu wa baba zao. I am. Mimi ndimi. But when you go to Pharaoh, Lakini ukifika kwa he Farao, doesn't know me. Farao hanijui. Tell him I am that I am. Mwambie mimi ndimi nilie. I am that I am. Mimi ndimi nilie. Meaning that Kumaanisha my power is too much. nguvu zangu ni nyingi sana. They can't be contained in one name. Hauwezi ziweka kwa jina moja. If you are sick, I am a healer. Ukiwa mgonjwa ninakuwa If you uponyaji. don't have, I become Jehovah Ukikosa Jireh. ninakuwa Yehova If you are Yire. dead, I am the resurrection. Ukifa ninakuwa If you ufufuo. are in darkness, I am the light. Ukiwa gizani ninakuwa If you are nuru. lost, I am the way. Ukipotea ninakuwa njia. If this is blue, Kama hii ni blue, you can say it is blue. unaweza sema But ni when I blue. look at the blue, Mimi nikiangalia it blue, becomes what I want it to become. itakuwa vile ninataka iwe. I am that I am. Mimi nilie. I become what you want me to be. Ninakuwa kile unahitaji niwe. If you are sick, I am the healer. Ukiwa mgonjwa ninakuwa If uponyaji. you are lost, I become the way. Ukipotea ninakuwa njia. That is how God operates. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. And he is so near Na Mungu yuko karibu that the sana. day you say, I am Wakati tu the utasema blessed of the Lord, nimebarikiwa na things Bwana, begin to cooperate with you. mambo yatakubaliana na wewe. Things must cooperate with you. Lazima mambo yatakubaliana na Somebody wewe. say, I hear you. I hear you. I am the Almighty. Mimi ni Mungu mwenyezi. So there is nothing like the mightiest prophet. Hakuna mtu ambaye ni nabii mkuu kabisa. The mightiest prophet. Eti nabii mkuu kuliko kila There mtu. is nothing like the mightiest prophet. Hakuna kitu kama nabii mkuu Even kabisa. God is not the mightiest. Hata Mungu haitwi mkuu kabisa. He is called Almighty. Yeye ni mwenye enzi yote. That is the supreme title. Na hilo ndilo jina lililo juu ya majina yote. That is when you say, I am the chief commander, you can be arrested. Na ndio ukasema wewe ni amiri jeshi mkuu unaweza They shikwa. wonder, which title are you using? Wanashindwa unatumia jina gani?
But not only to realize you're operating in the spirit, they're in the physical. Kumbe uko kwa roho, wao wako kwa mwili. Are you understanding? Amen. Very, very crucial. Hii ni muhimu. And he told Abraham, Akamwambia Ibrahimu, if you have to operate in blessings, ikiwa utaenenda katika baraka, walk before me and be thou perfect. enenda mbele zangu na ukawe mkamilifu, And you will see the greatness of my name. na utaona ukuu wa jina langu. Number 2. Ya pili, And I will make my covenant. nami nitafanya agano langu, I will make an agreement nitafanya makubaliano between me and you. kati ya mimi na wewe. Not between you and me. Sio kati yako wewe na mimi, But me, I am the initiator. kati yangu mimi, maana ndiye mwanzilishi. Between me and you. Kati yangu mimi na wewe, And in this covenant, na katika hili agano, you are the beneficiary. wewe ndiye utafaidika, I will multiply you exceedingly. maana nitakuzidisha sana sana. This is 24 years down the Hii ni line. miaka 24 baadaye. God calls him at 75. Mungu akimwita Ibrahimu alikuwa miaka 75, And God observed him na Mungu akamwangalia until he is 99. hadi wakati Abrahamu ana miaka I 99. will make now a covenant. Sasa nitafanya agano nawe. Before God puts 1 million in your hands, Kabla Mungu aweke 1,000,000 mikononi mwako, he must trust you lazima kwanza akuamini in a covenant of prosperity. katika agano la fanaka. Because some of you, you get 3 million today. Maana wengine wetu upewe 3,000,000 leo, You will not be here next Thursday. hata Alhamisi ijayo hautakuwa hapa. You will just send a prayer request. Utatuma tu hitaji uombewe. God doesn't look for those kind of people. Mungu hataki watu kama He hao. wants people Mungu anataka watu that you can carry 10 million and still lifting up your hands ya kwamba una and milioni say 10 you are worthy of all the na praises. bado unainua mikono kumtukuza And you Mungu, curse and you destroy pride. na unavunja kiburi. Are you understanding? Amen. That is what God is looking for. Hiyo ndio Mungu anatafuta. Abraham had relatives. Ibrahimu alikuwa na watu wao. Lot was also there. Lutu pia alikuweko. Lot was not called, Lutu hakuitwa, but he followed the called. lakini alimfuata ambaye There ameitwa. are people you can follow. Kuna watu unaweza fuata, What they command, you will also na command. kile wako nacho wewe pia I upate. say what they command, you command. Kile wako nacho wewe pia upate. Are you understanding? Amen. Lot enjoyed the grace Lutu alifurahia neema of following Lot. ya kumfuata Ibrahimu. What was in Abraham was also Kile duplicated Ibrahimu anapata hata Lutu anapata, until Lot grew horns. hadi Lutu akamea pembe. Kaambia mzee, tunasumbuania nini hapa? Naye Abraham ni mwerevu, akamwambia sina shida kijana, Aha. nimekuona kutoka Sunday school, hata by the time unaendesha V8 mimi nakuona tu, na hii V8 ulipata kwa sababu ulikuja All Saints. Aha. Amen. Am I talking to somebody? Amen. Akamwambia kijana, mimi sina shida na wewe, najua tuko digital. Aha. Yes, hautaki sasa ibada za scatter by fire. Unataka zile wanaomba pole pole, may the grace of our Lord. Hakuna shida. Wewe angalia unataka kwenda wapi? Nairobi ni kubwa. Aha. Angalia unataka kwenda wapi? Lot akaangalia upande wa Sodom na Gomora. Hey, huko kuna mademu. Huko kuna akamwambia mzee, wewe baki hapa, wacha niende. Immediately they separated. Mara tu walipotengana na Ibrahimu, God told Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, now lift up your eyes. sasa inua macho yako. There are people you must live. Kuna watu lazima There are uachane people that nao. must live your life Kuna watu lazima for you to waondoke get married. ili There uolewe. are people that must live you Kuna watu lazima for you to wafuate encounter supernatural favor. ili upate kibali kisicho cha kawaida. People that keep using your phone Watu ambao kazi yao ni kutumia simu yako as a loophole and as a line to eat your life. kama kukula pesa zako. They press hash Wanafinya hash, plus your number. wanaweka namba yako, Please call me. wanakuandikia please call me. Na akikupigia kuna kitu ya maana. Uko wapi? Uko wapi? What is that? Somebody say, I refuse. Nakataa. I refuse. Nakataa. I refuse. Nakataa.